Ndio maana namshukuru Luba, muumba pekee wa kweli, ambaye ametuwezesha tumekusanyika leo ili kula chakula hiki cha kiroho, chakula ambacho kinaletwa na mwalimu wetu mzaliwa wa pili ambaye ni Zuhura 100, nasi pia kama vile mashuhuda wa kipindi hiki wa neema hii ambayo tunaipokea kila siku. Hakika hakuna sababu ya kusema kwamba bwana, hakuna kitu ambacho kinaweza kikasababisha tusifanye asante. Sasa kusema asante kuhusiana na maisha ambayo tuko nayo kwa wakati huu, kulingana na upande wa kiroho. Kweli kimwili mambo bado hayajatulia, wengine wako katika pirikapirika, wengine maisha bado hayashikiki kabisa. Hiyo ni kawaida, ni changamoto za dunia, na haijamaanisha kwamba kwa sababu ikiwezekana umepata fedha ukawa tajiri kwamba labda misukusuku inaisha. No, 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 hapana. Misukusuku ipo tu, uwe tajiri uwe masikini, uwe wa kiwango ambacho cha wastani, majaribu yapo na kila mmoja ana majaribu yake. Kwa hiyo matajiri nao pia wana changamoto zao ambazo kwa kweli hadi wanatamani hadi labda wasingekuwa na utajiri wawe kama hivi. Sijamaanisha kwamba utajiri ni mbaya, ni mzuri kabisa, kwanza ni kitu kizuri sana, lakini unaweza ukapata tatizo kuhusiana na upande huu, lakini upande mwingine uko sawa. Kwa hiyo matajiri unaposema atakula nini, yeye hizo hesabu hazipo. Kwa mfano atavaa nini, hiyo ni tatizo. Atalala wapi, hakuna shida. Lakini utakuja kuona labda ndani ya nyumba mke wake yani ni hivi hivi, yani aweza mme yuko hivi, yani kuna mambo mengine ambayo kweli kweli magumu kwa upande huo. Kwa hiyo tushikamani katika ukweli na tujue kwamba mapambano ni hivyo. Wakati ambapo tulipolia tu kwa mara ya kwanza, wale ambao walilia wakati wa kuzaliwa kwamba nye nye nye, na hapo ndipo matatizo yalianza tu. Yaani ni hivyo hadi tutakapotoka katika hali inayoonekana. Hilo mulielewe na tuelewe vizuri, kwa sababu isiwe kwamba labda unapokuwa katika neno ndipo unasema basi kwa nini tena majaribu yanakuja? Nani alikwambia kwamba unapokuwa katika neno ndio majaribu yanaondoka? Si ndio yanakuja sasa kwa kasi tena kubwa? Maana ikiwa mtu tayari amesha kuwa upande wa ulimwengu wa giza la kichawi, basi tayari shetani amesha kuwa na mtu kama huyo. Sasa anatafuta wale ambao bado wangali wanaonyesha wao ni ngangari. Sasa ndio hapo vituko vitakuwa tena vingi sana. Haijamaanisha kwamba wale ambao wako katika ukweli, walio katika uongo ndio wako afadhali. Hakuna swala afadhali, uwe katika ukweli uwe katika uongo, yani sote, yani shetani hajali. Yani uwe mtumishi wake usiwe mtumishi wake, yeye hilo hajali. Yani anapoona tu mtu yani kwake anaumia. Kwa hiyo ndio hicho ambacho tunatakiwa kukielewa, ndugu zangu. Basi siku ya leo tema ambayo tutaenda kuongelea ni kuhusiana na ufunuo, kuhusiana na wito wa wanafunzi wa kwanza wa Kristo. Wito wa wanafunzi wa kwanza wa Kristo, yaani maana yake ni mara ya kwanza kabisa ambapo Kristo atakutana na wanafunzi wake kwa mara ya kwanza. Haya mambo yalitendeka namna gani? Nini kilifanyika? Na kwa nini akutane nao? Na kwa nini ni wale ambao waliokuwa nao ndio aliyokutana nao? Kwa sababu mnatakiwa kuelewa kwamba wakati Kristo alipokuja na akaanza kazi yake, haikutokea tu mara moja tu bum, wote akakutana nao, bo wewe ni fulani, wewe ni wao, wewe okay, twende. No, ilikuwa katika vipengele mbalimbali. Kwa hiyo ni contact ya kwanza, namna gani alivyoanza kupata, ni akina nani ndio walikuwa wanafunzi wa kwanza kabisa, tuseme wale wa kwanza wawili, tuseme wa kwanza kabisa kukutana na Jokisave, Kristo wa kweli, walikuwa akina nani? Kama kwa sababu tunajua akina Dale wa nani wa Lakisabe wa Munagada wa Ntondi Kabala, yani wengine watu wa Abea wote ambao unajua akina Suma, ni akina nani ndio walikuwa wa kwanza kabisa Jokisave kukutana nao na kuita kwamba hao watakuwa wanafunzi wangu. Ndio maana kama kawaida mafundisho yetu yatakuwa na vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza ndio hiyo tema tena, kukutana kwa mara ya kwanza. Hiyo ndio tema, hiyo ndio nani, kipengele cha kwanza, kukutana kwa mara ya kwanza. Tunaenda katika kitabu cha Kudumanemula ambaye ni Kristo wa kweli, sura yake 21 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili. Kudumanemula 21:1 hadi 2 inaanza kusema hivi: siku chache baadaye mimi Jongwane nyote mnajua ni nani. Kwa wale wasiojua, ndio maana natoa maelezo, kwa
sababu sio wote ambao ni wa zamani. Kuna wengine ambao ni wapya mara ya kwanza kusikiliza, sio hapa tu, hata kwenye mitandao mbalimbali. Jongwane ndio yule ambaye wataita kwa jina la Yohana Mbatizaji, lakini alikuwa mweusi. Na tunaposema jongwane, maana yake ni yani kusaidia, yani msaidizi tuseme. Yeye atakuwa pale katika lengo la kumsaidia atakaye kuja, ambaye ni Jokisaba, ambaye ni Kristo wa kweli. Kwa hiyo ndio maana jongwane yeye alikuwa pale. Hata ndani ya Biblia za kisasa tutasoma kwamba yeye alikuwa akisema kwamba mimi ni sauti inayowika inayolia sijui nyikani, mtengenezee mapito yake ili aje apite. Ndio mwenyewe huyu ambaye wataita Yohana Mbatizaji, lakini ni jongwane. Ingawa anapoita Yohana Mbatizaji, unapokuwa mtoto hauwezi ukaitwa Yohana Mbatizaji kwa sababu bado hujabatiza. Kwa hiyo ili kuitwa Yohana Mbatizaji lazima sasa uanze kubatiza ndio uitwe Yohana Mbatizaji. Lakini walipenda kufanya utofauti kati ya Yohana huyo na Yohana yule ambaye alikuwa mtume wa huyu wataita yes. Sisi tunarejea katika uhalisia. Siku chache baadaye, mimi jongwane nilikuwa pale na wanafunzi wangu wawili. Sikilizeni kwa makini. Ina maana kwamba kipindi hicho nani jongwane naye pia alikuwa na wanafunzi, na hakuwa na wanafunzi wawili tu, hapana, walikuwa wengi. Lakini katika kipindi hicho anapozungumza muda huo alikuwa na wanafunzi hao wawili. Sio kwamba wengine walikuwa wameshakimbia aweza kukimbia, hapana. Yaani ni kama vile unaweza ukawa sehemu fulani uko na mledi, nyinyi wawili hata watatu mko na mledi, ni jambo la kawaida. Lakini sio kwamba wengine wote walikuwepo wakati huo, hapana. Lakini jongwane ina maana kwamba alikuwa na wanafunzi naye pia wa kwake kabisa. Lakini katika kipindi hicho, wakati huu ambao anaelezea hapa, muda huo alikuwa na wanafunzi wawili ambao walikuwa pamoja naye muda huo. Basi nilikuwa pale na wanafunzi wangu wawili, mmoja wao alikuwa Muiso. Mmoja aliitwa Muiso. Muiso ndio nani? Ndio maana akatoa kabisa ufafanuzi yeye jongwane. Katika miaka milioni kadhaa hadithi yake itachukuliwa na kubadilishwa kwa niaba ya mhusika aliyebuniwa ambaye atajulikana kwa jina la Andro. Tunafunga mabano. Kwa hiyo tunaona tayari mwanafunzi wa kwanza kati ya wanafunzi wa jongwane waliokuwa pale kipindi hicho, yani ni Muiso. Na huyu Muiso ni nani? Tumeona kweli kama jinsi watakavyomuita Andrea, lakini huyu Muiso alikuwa kaka yake ya Dale, yani ndugu kabisa, yani mkubwa na mdogo. Yes, hilo mulielewe vizuri. Kwa hiyo Muiso ambaye tuita Andrea, yeye alikuwa kaka wa Dale. Na Dale nyote mnajua ndio yule ambaye wataita Petro, Kefa, ambaye historia yake nayo pia itabadilishwa, watamuita kwa majina hayo, lakini yeye ni Dale, jiwe kabisa ambalo liko pale. Huyu ni mwanafunzi wa kwanza ambaye kati ya wawili ambao waliokuwa na jongwane alikuwa Muiso. Na mwingine alikuwa Senganepe. Sasa Senganepe naye ni nani? Naye pia katika miaka milioni kadhaa hadithi yake itachukuliwa na kubadilishwa kwa niaba ya mhusika aliyebuniwa ambaye atajulikana kwa jina la Simoni Mzaloti. Kwa hiyo hao wawili ndio waliokuwa na jongwane katika kipindi hicho. Wakati huo ambapo hiyo sehemu walipopatikana, walikuwa wanafunzi hao wawili ambao ni wa jongwane. Alafu anasema huyu ambaye ni Senganepe, yeye alikuwa ni Mjandise. Mjandise yani ni Mkanaani, alikuwa Mkanaani. Na Wakanaani nyote mnajua ni weusi tu, kwa sababu historia yote ambayo tunaongelea ni ya watu weusi. Hao ni wawili. Kwa hiyo tunaona kwamba tayari jongwane ambaye ataandaa mazingira mazuri, ambaye yuko pale katika kuandaa njia ya yule ambaye anatakiwa kuja, tayari naye pia alikuwa katika kazi, ameshaanza kutoa neno. Alikuwa na wanafunzi wake ambao walikuwa wakifuata, wakisikiliza yale aliyokuwa akiyatoa kama vile mafundisho ya kubadilisha watu. Sasa itafika wakati sasa hao wanafunzi wawili ambao walikuwa na jongwane wataambatana na Jokisabe, wataungana na Jokisabe. Sasa tutajiuliza namna gani wanafunzi ambao tayari ni wajongwane tena waende kuambatana na Jokisabe? Je, jongwane atajihisi namna gani? Je, hata jihisi kwamba yani umekuja kuninyang'anya watu wangu, umekuja kuninyang'anya waumini? Je, itakuwa namna hiyo? Haiza namna gani? Kwa sababu hayo ndio mambo ambayo yanaonekana katika hali inayoonekana kuhusiana na hao wanaojiita wachungaji kwamba nyinyi kujeni huku, yule hapana, mimi ndio wa ukweli.
na kondoo wanapoondoka wanasema haiwezekani, na wakati wote wanaomba kwamba Mungu ni huyu mmoja, Yesu ni huyo huyo, mafundisho yote ambayo wanapata wanasema yanatokana na Mungu mwenyewe. Lakini kwa nini sasa hasira anapotoka katika hii dini, kwa mfano anaenda katika dini nyingine? Kwa hiyo unaumia na nyote mnasema Mungu katika ukweli na kwamba ni Mungu wao, kwa nini muumie? Sasa hili lilitokea wakati huo, wao wataambatana na Jokisabe. Sasa tuangalie ilikuwa namna gani na Jongwane alisema kitu gani. Ndio maana mstari wa pili anasema nilipomwona Jokisabe akipita. Huyo anayeongea hapa ni Jongwane, kwa sababu yuko na wanafunzi wake wale wawili. Wakati alipomwona Jokisabe akipita aliwazibitishia akina nani? Wanafunzi wake hao wawili. Niliwazibitishia wanafunzi wangu wawili, huyu hapa ambaye ni ishara ya kiroho ya mwana kondoo wa Loba. Kuna mabano sasa. Hapo ndipo mtaelezwa, kwa sababu ndani ya Biblia za kisasa watawaambia kwamba Yesu yeye ni mwana kondoo wa Mungu, yaani Yesu ni mnyama na tena kakondoo kadogo, kwa sababu ni mwana. Lakini hawakuelewa nini maana, hawakuelewa ni nini ambacho kinamaanisha. Mtu hawezi kuwa kondoo, haiwezekani. Lakini unaweza ukawa kama taswira, unaweza kuwa kama vile mfano, unaweza kuwa kama vile uwakilishi. Lakini kwa nini sasa Jokisabe ambayo ni mtu ni awakilishi, awe mfano, awe mfano wa mwana kondoo? Ni nini ambacho kilitendeka, na huyo kondoo ni nani, na kwa nini awe hivyo? Tutaenda kuingia kiundani. Huyu hapa ambaye ni ishara ya kiroho ya mwana kondoo wa Loba, kuna mabano, roho mseto katika uso wa mwana kondoo. Tunafunga mabano mmoja wa watakasaji wawili kutoka kabila la sawa kama sisi. Kwa hiyo Jongwane anawaambia kwamba huyo ni ishara ya kiroho ya mwana kondoo, na tena nyote si mnamwona ni mweusi kama sisi, si ndio? Ametokana katika kabila hili ambalo ni sisi sawa, kwa sababu sawa ndio kabila, tukasema sawa ndio chanzo tuseme cha watu weusi wote. Hilo mlielewe vizuri, kwa sababu Moto naye pia alikuwa ni sawa. Watu weusi wote ni wasawa katika uhalisia. Hilo mlielewe vizuri, ingawa sasa baadaye mambo yatakuwa tofauti. Wengine wataitwa mimi ni Mkuria, wengine wataitwa kwamba mimi ni Wavivi. Haya ni mambo mengine ambayo yamekuja ni baada ya muda, lakini kikawaida sote ni kabila moja ndio tumetoka. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, ndio maana katika kipindi kingine ambacho kitakuja neno likiruhusu, mtaenda kujua kwa nini hao wanafunzi waliitwa majina hayo, Muisu, Singanepe, sio kwa kipindi hiki, lakini kipindi kitakachokuja neno likiruhusu. Hayo yote mtajua kwa nini. Ndio maana kipengele cha pili sasa ni roho katika uso wa mwana kondoo. Hicho ndio kipengele cha pili, kwa sababu tumejiuliza hapa tayari Jongwane anaonyesha, anasema kwamba Jokisabe ni ishara ya kiroho ya mwana kondoo. Sasa hiyo ishara ya mwana kondoo inatokana na nini hasa? Kwa nini achukue hiyo ishara ya mwana kondoo? Ndio maana kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza mstari wa 301 inasema hivi: mudiwe ndio nani? Yule watakayehita kwa jina la Abeli mdogo wake na Kahini. Akamziba mdomo, kisha akamfunga chini. Alinyosha mkono wake wa kulia akiwa na kisu mkononi, kisha mudiwe akamkata koromeo kweledi, ambaye ni mwana kondoo. Tunafungua mabano kumrazi. Roho mseto mwenye uso wa mwana kondoo na roho wa hiari walikuwa pale na wakamkataa. Tunafunga mabano. Kwa hiyo mwana kondoo ambaye anaongelewa hapa katika kitabu cha Ebutedi ni yule ambaye mudiwe watakaita Abeli atamchinja, kwa sababu nyote mnajua kwamba katika kipindi hicho wanyama wote walikuwa na usemi na lugha moja, walikuwa na lafudhi moja, walikuwa wakizungumza kama kawaida gisi tunavyofanya mazungumzo sisi watu, ndivyo walivyokuwa wakiongea na watu katika kipindi hicho. Ndio maana hata kitabu cha Mwanzo 11:1 nasema ulimwengu, dunia yote ilikuwa na lugha
moja, usemi mmoja, lafudhi moja, walitumia maneno hayo hayo, mweza mkasoma. Kwa hiyo hata wanyama unapoamka unaweza kusema jambo jambo sana, lakini sio Kiswahili kipindi hicho. Habari mzuri, umeshakula? Haba bado bwana. Lakini una njaa? Kuna yani story, mnapiga story na wanyama bila matatizo. Lakini kwa wakati huu mtakuja kuelezwa kwamba muuaji wa kwanza, mtu wa kwanza kuvuja damu katika dunia hii alikuwa ni Kaini. Ndio muuaji wa kwanza mbaya sana. Kaini namna gani? Kaini wewe ni wa pili, sio Kaini wa kwanza, kwa sababu mwe mnafikiri kwamba mnyama yeye ni nani? Mnyama ni mtu kwa namna ya umbo la wanyama. Hilo mnielewa. Wanyama walikuwa ni watu tu, lakini katika umbo la wanyama. Wao pia ni batu, lakini katika umbo la wanyama. Kwa hiyo ilikuwa ni familia. Kwa hiyo atachukua, hata kweli alifanya mazungumzo na yeye, akasema tunaenda wapi na kwa nini unafanya hivi? Sema napenda kukutoza. Anasema Mudiwei, hapana, haiwezekani. Mutatedi hawezi akaruhusu mtu kufanya kitu kama hicho, kwa sababu ilikuwa ni mazungumzo. Kwa hiyo akamchinja, akamkata kabisa Kolome, akamaliza kabisa, akamua. Hakufanya chochote. Msikilize kwa makini na muelewe kwa nini Jokisabe atakuja kama ishara ya mwana kondoo kiroho. Lakini hapa ndipo chimbuko limetokea. Sasa kitendo cha Mundiwe kumuua Kweledi akafariki, ni nini ambacho kilitendeka sasa baadaye, ili kwamba hata baadaye Jokisabe apate kuchukua ishara ya mwana kondoo kwa namna ya kiroho. Hilo mtaenda kulielewa vizuri. Mtaelewa kwamba wakati ambapo Mundiwe alipomuua Kweledi moja kwa moja roho yake ilitakaswa, ikaingia katika agizo kula vitu. Mlielewe vizuri. Sasa moja kwa moja roho yake ilielewa kwa nini Mundiwe aliua mwili wake. Sijui kama mnaelewa hili. Yaani Kweledi, roho ya Kweledi ilielewa direct, ni moja kwa moja kwamba kwa nini Mundiwe aliua mwili wake. Kwa sababu alielewa nyuma kwamba kulikuwa shetani Mudima Bobe ndiye aliyemsukuma ili afanye kitendo hicho. Sasa kitendo hicho na kutambua jambo hilo, Kweledi alimsamehe Mudiwe. Hivi sijui kama mnaelewa. Sasa mtu ataelewa mbona amesha fariki tena ataenda kumsamehe namna gani? Amekufa. Ni nani amekufa? Mwili umekufa. Nani alikwambia kwamba nafsi yake ilifariki, aidha roho yake ilifariki? Nafsi yake ilikuwepo, roho yake iko sawa. Kwa hiyo ilielewa, na ndio maana pale tukasoma kwamba kulikuwepo na roho mseto mwenye uso wa mwana kondoo alikuwa pale wakati ambapo Mudiwe alipomchinja yule mnyama. Roho wa Iyari pia alikuwepo pale, kwa sababu alitumia Iyari, nao pia wakamsema lakini kitendo cha Kweledi kumsamehe, basi roho hizo nazo pia haziwezi zikakataa. Ndio maana hata hakuhukumiwa Mudiwe. Kwa hiyo aliua kwa sababu alisukumu nyuma, kuna roho ambaye ni Mudima Bobe mwenyewe, ila Kweledi akamsamehe. Sasa ndio maana sasa Jokisabe atakapokuja naye pia atachukua, sio kwamba atakuwa mnyama aweza kuchukua umbo la mnyama, no. Katika namna ya kiroho atabeba mambo matatu Jokisabe. Kitu cha kwanza, atabeba msamaha kama vile Kweledi alivyomsamea Mudiwe. Atakuwa na huruma. Ndio maana Jokisabe ni hivyo. Yaani Jokisabe ni mwokozi, mkombozi. Kweledi ni kwa namna hiyo, ni kama vile alimuokoa Mudiwe ili asiende katika hukumu. Kwa ndio maana hata sisi tunapokubali Jokisabe na tunatembea kulingana ukweli, hatuwezi tukapita kwenye hukumu. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha thamani ya huyo mnyama, namna huyo mnyama alivyopewa thamani, tofauti na wakati huu ambapo sisi hata mtu anaweza kuona mifugo. Ndio maana kwa kweli swali likaulizwa tena, ni nani aliuliza jana kwamba hivi kweli kweli kuhusiana samaki alikuwa Mumbere, hivi kweli kweli mtu akiingia katika ufahamu kabisa wa ndani kama gisi Mulida anavyosema kwamba huwezi ukala hata samaki, hauwezi ukala hata mnyama,
Ni kweli, kwa sababu ukiingia katika ufahamu wa kwanza unaweza ukashindwa hata kutembea kwako. Unaweza kuwa unatembea lakini unaangalia angalia, watu wanaweza kaona kama umesha kuwa kichaa, kwa sababu utaangalia hata chini. Je, kuna kadudu ambako naweza nikakanyaga hasa namna gani? Kwa sababu hata maisha ya kila mdudu yanahesabika pia, kwa sababu mnyama aidha mdudu anapokuwa pale, jueni kwamba ana roho na ana nafsi pia. Hivi mulielewe direct, mulielewe vizuri. Kwa hiyo unapofanya papo unahua, yani umehua kwelikweli kiumbe. Inategemea sasa kimekuja namna gani, lakini sio kwa sababu kama hakikuwa hata hapo mwanzo, haijamaanisha kwamba unatakiwa tu kukiua bila sababu. Hilo mulielewe vizuri. Ila kwa mbu hakuna maelewano, hakuna mapatano. Yeye akikuweza anakung'ata, ingawa hatakufa, lakini anaweza kukusababishia magonjwa na mambo mengine. Na kama ni wewe ndio utakuwa wa kwanza pale, hakuna kusema acha nimwache kwa sababu huyu ni hakuna vya huyu. Yeye mwana anapokuja yeye akufanyie mzaa, yeye anaangalia tu na lala, anafanya anakuja na anajua na damu anajiendea. Hivyo ndio hivyo. Kwa hiyo ukimweza basi unamweza, haina tatizo. Lakini sisi wakati tulipokuwa wadogo, nyote mnajua wadudu sijui walituona namna gani wakati huo. Ukiukuta hata yuko mbali kule, unaenda unamfuatilia, una alafu unafurahi unacheka. Amekufanya kitu gani? Ni mdudu. Ni mdudu ndio nini? Anatakiwa kufa awe, yani kwa sababu ni mdudu tu, yeye kufa ndio kwake tu. Ndivyo tulivyokuwa tunafanya. Wadudu wengine utadunga hivi kama watoto, isha kuwa ndege yako, unaona mabawa yanafanya hivi, unasema kwamba kumbe ni maumivu. Sio kwamba anafanya hivi kwamba anapenda kuruka, anaumia. Kwa hiyo mkiingia katika ufahamu, tukiingia katika ufahamu huo, hata wanyama wengine hawezi wakala. Hivi mnafikiri hao wanaojiita vegetari walikuwa vegetari kwa namna gani? Waliingia katika ufahamu huo, wakasema mimi sitakula nyama. Kama hutakula nyama, usivaa hata kiatu cha ngozi na mkanda usivae ambao ni wa ngozi, kwa sababu msiwe tu kwamba sitakula nyama, lakini huku tena begi tena mnayo ambayo ni ambayo imetengenezwa na ngozi ya nyama. Sio vizuri. Muache kila kitu basi, muache tu. Kwa hiyo waliingia katika ufahamu. Lakini wapendwa, nyama ni nzuri sana, tunatakiwa kula nyama. Samaki ni nzuri sana, samaki unachoma nini unakula. Baki katika ufahamu, usiingie katika ufahamu ambao ni wa ajabu ajabu. Kesho kutu na kondo nasema neno ndio lilikataza. Neno lijakataza kula kabisa. Ikiwa nzaliwa pia na kula, wewe ni nani? Tunaendelea na tema yetu. Kwa hiyo huyo mnyama ambaye Mudiwe alihua, roho yake ilimsamehe Mudiwe, ilimsamehe Mudiwe. Ndio maana kitabu cha Kudumanemula sura yake ya 19 mstari wa 2 hadi 3, sikilizeni tena, nawapatia maelezo tena kwa nini Jokisabe awe tena kama ishara ya kiroho ya mwana kondoo. Mimi Jongwani nilipomwona Jokisabe tena, kuna mkato. Wanaposema tena, ina maana hiyo ni mara ya pili aidha mara ya tatu tuseme, kwa sababu najua nyote kwamba Jongwani ni yeye aliyemtawaza tule tukasema Jokisabe, kama gisi mnavyojua historia. Sasa hapa ni kwa mara nyingine. Ndani ya Biblia kisasa ni tofauti zaidi sana, kwa sababu huyo Yohana Mbatizaji wa Biblia, yaani utakuja kuona kama vile wao na huyu watakaita Yesu hawakuwa na uhusiano wowote, kama vile hawajuani, kama vile hawajuani hata kidogo. Cha kushangaza ni namna gani mama yake wa huyu ambaye wataita Yohana Mbatizaji ambaye aliitwa Elizabeth, na huyu ambaye wataita Yesu mama yake Maria, watu walikuwa ni ndugu, walikuwa pamoja, walikuwa wakitembea sehemu moja. Inakuwa namna gani watoto wazaliwe alafu wengine hawajuani, wewe ni nani, wewe ni nani, wakati wote ni ndugu? Ndio maana wakati ambapo yeye mwenyewe huyo Yohana Mbatizaji ndani ya Biblia za kisasa ni yeye aliyesema kwamba huyo ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za watu. Wakati amewekwa nguvuni, amefungwa, akili zimeruka, anaanza kuuliza ni yeye, aidha tusubiri mwingine nani? Na wewe ndio ulimwakilisha pale ukasema kwamba ni yeye. Umepoteza nani network, kwa sababu umeshakuwa ndani ya nani. Watu wanasema kwamba ya imani, unajua bwana mtu anapofungwa bwana, sio labda inawezekana sio hivyo. Hauwezi ukasahau bwana ndugu yako ambao mmezaliwa karibu kipindi kimoja, alafu wewe ukasema kwamba yeye ndio huyu, akasema kwa mimi simjui, lakini yule aliyenituma ndiye anayejua. Unamjua, uende kule, achia uongo, utakosa kumjua. Kwa nini?
utamjua. Kwa hiyo wanabibilia waliwekaweka mambo ambayo hayana hata maana hakika, lakini sio hivyo. Kwa hiyo mimi Jongwane, nilipomwona Joki Sabetena, macho yangu ya kiroho yalifunguka mara moja, na pakatokea kiumbe wa kwanza hai wa dunia aliyepitia kifo. Ndio kiumbe wa kwanza duniani ambaye alifariki. Yaani kama wengine watakufa, kama viumbe vingine vitakufa, lakini tunaenda kuchukua kwanza kwa upande wa mnyama, yeye ndio alikuwa wa kwanza kabisa kweli kuuawa. Na pakatokea kiumbe wa kwanza hai wa dunia aliyepitia kifo cha kimwili, kweledi, mwana kondoo wa kwanza mwenye nywele nyekundu, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho mseto, mwenye uso wa mwana kondoo, mwenye mabawa kadhaa makubwa yaliyonyohoshwa. Muonekano wa roho hii ulifanana na makaa ya moto yanayowaka. Ulikuwa kama muonekano wa mienge, na moto ulizunguka kiumbe hicho. Ulisambaza mwanga angavu, na umeme uliangaza kutoka huko. Yaani hapa tunaelezewa kuhusiana na roho huyo mseto katika muonekano wa mwana kondoo. Uso wake uling'aa kama radi, macho yake yalifanana na miali ya moto inayowaka, mikono na miguu yake iling'aa kama chuma kilichosuguliwa. Hivi ndivyo wanavyotueleza kuhusiana na roho huyo mseto aliyekuwa nyuma. Huyu ni kweledi. Huyu ni kweledi. Ina maana kwamba haya maelezo ambayo tunayaona hapa, yani kweledi ameshavaa mwili tukufu, alichokuwa kama roho agizo kula vitu. Huyu ni kweledi, mwana kondoo wa kale mwenye manyoya mekundu kwa namna ya hali inaonekana, ambaye aliwahi kuchinjwa na Mdiwei alipokuwa ameshawishiwa na shetani mlima Ubero mbaya, chini ya kivuli cha aza unyang'anyi wa Mutatiti. Yaani shetani alijifanya kuwa Mutatiti ili kuja kumdanganya. Ndani ya Biblia za kisasa watachukua historia, wakasema Mungu akamwambia Kaini na Abeli, muniletee sadaka. Haleluya, amena, n'importe quoi. Kwa hiyo wakasema kwamba Mungu aliwatumia akasema mlete, wakati ambapo Kaini akaleta mazao, matunda sijui na mboga mboga, labda haijaandikwa vizuri, vyote ambayo alikuwa anatengenea na analima ndani ya shamba. Lakini Abeli upande wake akaleta wanyama wanono, wanyama ambao amekatakata wanono. Kuna andiko zingine nasema yani wazao wa kwanza wa kondoo. Yani kuna andiko ambazo zinasema kwamba walikuwa ni wengi ambao alichinja, kuna wengine wanasema ni moja. Kwa hiyo aliangalia wale wanyama ambao ni wanono wale ambao watachinja na kuunguza. Ili kwa nini mnafikiri kwamba atafute nono? Kwa sababu Mungu anatakiwa kusikia harufu ya manona, yani ananona ili Mungu asikie kule, anasema kwamba Mdiwei, umegusa mtima wangu, umenigusa, kutokana na hili wewe umefanya vizuri. Lakini Kaini, sasa haya mambo tena mboga mboga na matunda, sasa nitafanya nayo nini haya? Hata kujali yale aliyoleta nani Kaini hakuangalia. Ndio maana wanabibilia wanasema inawezekana labda matunda yake yalikuwa yameoza. Imeandikwa wapi kwamba yalikuwa yameoza? Mungu mnakuwa mnachukua tu mambo ambayo mnafikiria tu, alafu mnasema, na wakati watu wanapoongea wanasema imeandikwa wapi? Na nyinyi sasa imeandikwa wapi kwamba yalikuwa yameoza? Hawezi wakatoa ufafanuzi. Kwa hiyo Mungu akaangalia kabisa sadaka ya Abeli na sadaka ya Kaini, hata makini hakuiwekea. Sasa wanabibilia wakasema kwamba ndipo sasa, kwa sababu ya wivu, Kaini akachukua kisu, hapa nammaliza. Haiwezekani mimi matunda yangu Yehova asiyaone kwamba ni muhimu. Sasa huyu dogo hapa, haiwezekani. Boom, akaua, akamchinja, akamkata. Msiwe kama Kaini, yeye ni wa shetani, alimuua ndugu yake wa mwingine. Kama hamjui historia, kaeni chini mfunzwe na mzaliwa wa pili ambaye ni mwalimu pekee. Sote tulikuwa humo, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tulifikiri ni hivyo kwamba alikuwa na wivu, lakini mkiangalia historia kiundani, unasema kwa kweli ni kitu kingine.
namna gani muumba Mungu wako ambaye aliumba viumbe vyake hivyo afurahie damu, mnyama nalia, kwa nini unaniumiza? Kwa nini unanikata? Hana kosa lolote na kutoa sadaka kwa Mungu. Yeye mwenyewe asingejitoa hata sadaka kwa Mungu, watu wangesema sasa angejiunguza namna gani imani. Okay, haina shida. Kwa hiyo haya mambo yaliendelea hivyo, Mungu akafurahia. Nyote mnajua historia hii. Kasikia harufu ina maana kwamba wakati huu ambapo Abeli hajaunguza, Mungu hawezi akasikia harufu, anasubiri hadi muda ambapo ataunguza, ndipo Mungu anasikia harufu, anahisi harufu, anasema hii je, imeandikwa kwamba kweli kweli aliweka nyanya, yani aliweka viungo vizuri vizuri ili kwamba harufu itoke vizuri? Haijaandikwa hata. Nyote mnajua kwamba unapochukua sijui kuni na nini unaweka nyama juu, si moshi. Dada Mungu naye anafanya utofauti kati ya moshi wa nyama na moshi wa kuni, labda anatoa hivi, hatujui, lakini alisema kwamba harufu ilikuwa ni nzuri sana. Alafu mnaangalia muumba ambaye anaomba kiumbe chake, alafu tena anafurahia kufa kwake na harufu yake, anasema Mungu mwenyewe si yeye ni Mungu, si ndiye? Wao anasema ndio muumba. Anaweza akafanya tu, kwa mfano aumbe mnyama ambaye ni kama labda atamweka kama vile nyama choma, iwe tu mbele ya pua yake, na milele na milele anahisi tu hiyo harufu. Anaweza akafanya hivyo kikawaida. Ina maana kwamba wakati ambapo harufu hiyo ilipomalizika, Mungu ataomba tena harufu nyingine ifanyike. Na ndio maana ndani ya Biblia za kisasa atawaambia wana wa Israeli kwamba wao wanamtolea kila mara kasadaka, wanakaunguza kidogo. Ndio maana mkisoma kitabu cha Walawi, yani wanakondoo walipata taabu, yani kila siku utakuta kuna mwana kondoo ambaye amechinjwa tu, Mungu anasikia harufu tu, anasikia harufu tu, lazima yes. Uchawi ambao tulikuwa tunafunzwa, uchawi kweli kweli. Lakini tunashukuru maana tumeondokana na hizo takataka na imani za ajabu za kishirikina ambazo zimeletwa na wageni, na tuko hapo. Kwa hiyo huyo alikuwa kweli, ukweli kwamba kweli mwana kondoo wa msingi mwenye nywele nyekundu alikuwa mwathirika wa kwanza kuingia kuna mabano kupitia kifo, na hakutafuta kulipiza kisasi. Hichi ndio kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Jokisabe, nyote mliona jinsi walivyofanya wazungu na tamu mchanganyiko. Yani yeye ndio alifanya, alilipiza kisasi, ingawa Mudiwa Vekokusedi hawezi akavumilia hayo. Ni Mudiwa Vekokusedi alifanya hivyo, lakini yeye hakuwa pale katika mambo ya ndani ya kisasi. Alikuwa mwathirika wa kwanza kuingia, yani kupitia kifo, na hakutafuta kulipiza kisasi. Kuna mabano, ingawa roho mseto mwenye uso wa mwana kondoo na roho wa hiari walikuwepo na wakamkataa Mudiwe, wanafunga mabano. Pia inaelezea kwa nini Jokisabe alichukua mfano wa kweledi, mwana kondoo wa kwanza mwenye nywele nyekundu, akiwakilisha msamaha na toba. Kuna mabano, ingawa roho wa haki, roho wa kisasi na roho wa kifo pia walikuwepo wakati Pongise alipotaka kumuua kaka yake Mudiwe. Roho wa toba alitokea mara moja na kumkubali Mudiwe. Ndio maana wakati ambapo Pongise naye pia atakapokuja kumuua mdogo wake kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa kila alichokifanya kwa kweledi mnyama, roho pia wa toba alikuwepo ili kumsamehe Mudiwe. Hivi sijui kama mnaelewa, lakini ndani ya Biblia za kisasa mtasikia wanamuuliza Kaini, mdogo wako yuko wapi? Kaini naye anasimama, mimi ndio mlinzi wake. Mimi ndio mlinzi wake. Nasikia kama sauti ya damu ya mdogo wako inakinilia kutoka kama duniani ikipanda. Yani Abeli yeye ameua mnyama hajatetea, hajasema kwamba na mimi nilipizwe kisasi. Kwa hiyo yeye ndio anaona kwamba yeye ni muhimu sana alipizwe kisasi, lakini kila alichokifanya kwa mnyama yeye aliona kwamba yuko right, yuko sawa, sinampatia Mungu. Au damu yake inalia. Inalia kitu gani? Sasa ya mnyama haikulia. N'importe quoi. Kwa hiyo achana na haya mambo yote ambayo wanaongea hawa, hawajui ni nini ambacho kinatendeka. Sisi tuko katika uhalisia wenyewe.
wa ukweli halisi. Kwa hiyo msamaha ulipita, wote walisamehewa, na wote kwa muda huu ni kama roho za gizo kula vitu katika wakati huu. Kwa hiyo wale wanaodharau wanyama ana matatizo. Kwa hiyo Jokisabe ndio maana akachukua uwakilishi wa mwana kondoo kiroho, kwa sababu mwana kondoo alidhihirisha hali ya msamaha, alidhihirisha hali ya toba. Na hiyo ndio maana Jokisabe naye pia kama vile, kwa sababu mtu anapokunyanyasa kwa namna hiyo anakuwa mwathirika, wewe unakuwa mwathirika. Yaani hapa toba inatolewa, unaweza ukaondoa dhambi, mambo kama hayo. Hiyo ndio picha, hata sura ambayo tunaona kwa kweli. Ndio maana Jokisabe naye pia atachukua uwakilishi. Nafikiri hapa muelewa vizuri sasa kuhusiana na namna hiyo. Kwa nini awakilishi, lakini yeye hakuchukua umbo la mwana kondoo hata kidogo, na sio mwana kondoo, ni uwakilishi tu wa kiroho. Kwa hiyo watu waelewe vizuri. Kipengele cha 3, kukutana sasa kwa mara ya kwanza. Tunarejea Kudumanemula sura ya 21 mstari wa 3 hadi 5. Kudumanemula 21:3-5. Hapa tumesha soma kwamba Jongwane alikuwa na mazungumzo na wanafunzi wake hawa wawili pale, akawaambia kwamba huyu ndio ishara ya mwana kondoo kiroho. Nyote mmeshajua hivi. Sasa mstari wake wa 3 anasema, wanafunzi wangu wawili waliponisikia nikisema maneno haya. Maneno gani aliyoyaongea? Alisema huyu ndiye anayeondoa dhambi za wasioanzishwa. Huyu ndiye ishara ya kiroho ya mwana kondoo. Wao waliposikia hayo maneno, wao, kuna mabano, kwa idhini yangu, tunafunga mabano, walimfuata Jokisabe mara moja. Kwa hiyo moja kwa moja waliposikia hivyo wasema, kwa sababu Jongwana aliwaonyesha kuambia, mimi kwa kweli niwafunza vizuri sana, mnaelewa kila kitu, lakini yule mkienda kwake mtakachokipata hamjawahi kupata kwangu. Mtakachokipata hamjawahi kukipata kwangu. Nendeni kwake, nendeni tu. Angalieni upendo. Watu wanagombana kwa ajili ya waumini wenzenu huko, wako wanajisi furaha kwa manenda. Sasa Jokisabe atazungumza kwa sababu wanafunzi wanakuja, yeye anapita, wakaja. Muda huo mfupi, kwa sababu ni muda mfupi, chini ya mtazamo wa kutoboa, yani mtazamo wa roho wa muda mfupi, tunafunga mabano. Mimi Jokisabe, Kristo wa kweli, mimi Jokisabe niligeuka, na nilipoona kwamba walikuwa wakinifuata. Akina nani? Wale wanafunzi wawili. Niliwauliza, ingawa tayari nilijua. Ndani mabano, kwa nini kama anawauliza na anajua? Je, ni mkanganyiko? Sio kwa bure aulize, mtaenda kuelewa kwa nini. Mnatafuta nini? Akageuka, kaona wawili wanamfuata, akauliza kwamba mnatafuta nini. Jokisabe hakuuliza mnatafuta nani, mnatafuta nini. Loba. Kwa hiyo ndio maana maswali ni muhimu. Mtu anapouliza swali, sikiliza vizuri, kwa sababu ukisikiliza vizuri hata jibu lako litakuwa nzuri. Ukisikiliza tu kwa sababu anamaanisha labda hivi, usiseme anamaanisha labda hivi. Je, umeelewa? Na kama hujaelewa unauliza tena, ulimaanisha nini? Aizo, unauliza nini? Jokisabe akawauliza, yeye anasema niliwauliza, ingawa tayari nilijua mnatafuta nini. Wakati Jokisabe anapowauliza swali kama hili, ndugu zangu, ni jambo la kina sana. Mnatafuta nini? Sasa wanafunzi watajibu namna gani? Wanafunzi hao wawili walimjibu, Mledi, mwalimu, unaishi wapi? Ndio maana wakati Jokisabe anapowauliza, ndio maana hakuuliza mnatafuta nani, kwa sababu alijua wanatafuta nini, wanapenda kujua nini.
unaishi wapi? Jiulizeni, inawezekana namna gani? Kwa nini wamuulize kwamba anaishi wapi? Angalieni kwanza hii furaha ambayo iko hapa, wanakutana mledi wasema wewe kwani unaishi wapi? Inamaanisha nini hasa? Tuko na mzaliwa wa pili, wengine wanauliza kweli, hivi yuko wapi? Kwa nini yeye yuko katika nchi za wazungu na yeye amekuja kwa ajili yetu? Umeshampatia nyumba za kiwanja, akakataa kuja kukaa kuishi. Umempatia passport ya nchi yako, akakataa. Ambo yeye ni mzaliwa wa pili, anaweza kufanya tu pop na anapata. Ndio hivyo wanavyosema, utaratibu unafuatwa tu. Wanafunzi wakamuuliza Jokisab, wewe unaishi wapi? Katika hali ya kiroho, sikilizeni kwa makini, ni maneno tu kweli, watu watasema tu hilo tu kwamba wanapenda kujua ni wapi yupo, wanakaa na mwingine. Ni kweli, huu ni upande wa, lakini katika namna ya kiroho zaidi sana. Wanapenda kujua ni katika mawimbi gani, katika kipimo gani Jokisab anapatikana, kwa sababu tumesikia gisi Jongwana ametuambia unawika uko katika mawimbi gani, uko katika kipimo gani. Upande huo watu wataona tu nyumba, ni kweli ni upande wa kimwili, lakini kiundani ni namna hiyo. Jokisab atasema namna gani? Njooni, njooni niliwaambia na muone. Njooni na muone ni wapi ninapoishi, mkuje mwangalie. Walikuja na waliona mahali nilipokuwa nikiishi. Loba, hii mnafikiri kwamba mwalimu Jokisab anaweza akamwambia kila mtu ni wapi anaishi? Hapana, sio kila mtu ambaye anaweza kumwambia. Hiyo mnafikiri kwamba sote, mimi hata muda huu sijawahi kufika kwa Muledi sehemu ambapo yupo kwa sasa hivi bado lakini na neema moja ambayo niliipata nilipokuwa Wase. Kaka zangu ni washuhudia waliokuwa pale, kaka Timothy anajua, niliongea naye, kaka Dominic nafikiri, na kaka Manfred. Ilikuwa ni jambo ambalo kwangu ni ushuhuda na ni furaha. Nalala, mlango kagongo, Imani Muledi anapenda mwende ile. Nilikuwa bado nalala. Dakika 3 nilikuwa tayari nimeshajitayarisha. Katoka twende. Kwa hiyo ni hivyo, ni kitu kingine, nawaambia ni kitu kingine. Alafu anafika, anakuonyesha hii ndio hivi, hii ndio hii. Nasema yes. Wengine wanasema Imani, mbona hatuja kuelewa? Mnapenda kuelewa nini? Mwache ushangingi. Mwache umbe. Kwa hiyo mambo yaliendelea hivyo. Kwa hiyo akamwambia njohoni na muone, njohoni na muone, mtazame ninyi wenyewe kwa macho yenu. Hiyo mnafikiri alikuwa na nyumba ya namna gani? Mnafikiri aliwaonyesha tu sehemu tu ambayo? Sikilizeni, Jokisab anaongea. Kitendo cha Jokisab kukubali hao mitume waje kuingia, aende kuonyesha wapi anaishi, ni kwa sababu aliona maisha yao hadi mwisho wataokolewa. Hivi mnaelewa hivyo? Hawezi, na asingekubali kuwapeleka ndani kuwaonyesha nyumba yake, na anajua maisha yao mwisho sio mazuri. Haiwezekani. Kwa hiyo njooni niliwaambia na muone. Walikuja na waliona mahali nilipokuwa nikiishi. Ilikuwa nyumba nzuri sana yenye umeme. Kuna mabano, ilivuviwa na roho wa usanifu. Kaka Joya, kaka Jua, kaka Deus, nyumba hii ilikuwa imevuviwa, yani inajengwa kwa namna ya hali ya juu. Roho wa usanifu ndio anavuvia hiyo nyumba ijengwe. Hivi mnajua ilikuwa nyumba ya namna gani? Tunajua kwamba roho wa usanifu alivuvia pia nani Pongise na watu wengi sana, ili kujenga jiji
hiyo nyumba ya Jokisani. Ndio maana huyu Yesu wao, yani masikini kweli kweli, hakika masikini. Heri masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wenu. Kwa kweli masikini. Na mnapoona hata kwenye filamu ambazo wanaonyesha, hakika mwezi mkaona teknolojia ni vumbi vumbi tu, ana viatu vile mnaita nini, sijui katika Kiswahili sisi tunaita mtalabanda, sijui yani ni kikanzu tu hicho ambacho sijui alikuwa anakiosha, alikuwa na kifua wakati gani makuruma me utajiuliza, hivi kweli kweli huyu jamaa walikuwa katika kipindi gani? Yaani wacheza filamu wenyewe walicheza filamu kulingana na wakati ambapo wao walikuwa wanaishi. Yaani hauwezi ukaona kwa namna yoyote ile kwamba kuna teknolojia katika filamu hizo za huyu watakaita Yesu. Ni vumbi vumbi tu, mambo yote yamechakachakaa, ni hivyo tu. Sasa ndio maana hata huyu shetani wakati alipombeba Yesu akampeleka juu, nitakupatia wote ufalme. Ufalme gani ambao nimuonyesha vumbi vumbi tu bo, sijui. Kwa hiyo ni tofauti. Kipindi cha Jokisab kulikuwa teknolojia ya hali ya juu. Nyumba yenyewe ambayo Jokisab alikuwa anaishi, anakaa, analala, ilikuwa kifahari mitume walikuwa na nyumba mijengo ya kifahari. Hapo tanene. Sasa nyinyi katika kipindi hiki cha Mzaliwa wa Pili inakuwa namna gani? Tupo katika uanzishwaji, kila nyakati ni tofauti tofauti, lakini tu katika kipindi cha teknolojia, ndugu zangu, sivyo? Ni kweli kuna teknolojia pia ambayo inasonga mbele. Kwa hiyo ilikuwa nyumba nzuri sana yenye umeme, kuna mabano iliyovuviwa na roho wa usanifu, tunafunga mabano, karibu na miti mitakatifu karibu na miti mitakatifu, na walikaa nami siku hiyo, ilikuwa alasiri wakatulia naye. Wanafikiri wakati walipotulia tu mlija kuwapatia nani, unapenda soda za maji za nini, amsianze kuangalia maji poa labda ilikuwa no, maji poa hayo ni mambo yenu ya wakati huu. Maji kweli atakunya za nini chochote. Hata kama chakula haikuandikwa, haiwezi kaandikwa kila kitu, haiwezi kaandikwa kila kitu. Kwa hiyo hilo jambo Muredi alifanya hivi. Sasa ndio maana ingelikuwa kwamba hawa wawili hawakuwa watu wazuri hadi mwisho, tuseme kwa namna hii, Jokisab asingewaingiza. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana kitabu cha Mutatidi sura yake ya 11 mstari wa 27 inasema, usimuingize kila mtu nyumbani kwako, usimuingize kila mtu nyumbani kwako, maana mitego ya mtu mjanja ni mingi kwa ndio maana hata sisi haitakiwi kila mtu kuingia ndani ya nyumba yako. Sio vizuri. Sio kila mtu tu bua anakuja ndani ya nyumba. Nyumba yako ni kama vile ni sehemu yako ambayo tunasema kwa namna nyingine kama ni takatifu kwa namna nyingine. Na sio kila mtu ambaye anatakiwa, kwa sababu wakati mtu anapoingia ndani ya nyumba yako, haujui anaambatana na roho gani ndani. Akiingia ndani ya nyumba yako hauwezi ukajua. Na anapoingia ndani ya nyumba yako, inawezekana labda neno limekujalia, umepata kidogo maisha kidogo, una tusofa, una nini, ka TV ka screen kubwa sana nini, yeye anaweza kaingia pale, macho yake yanaendelea kuangalia, sema jamani nini, kesho kutwa anaanza kuangalia namna gani ataunda njama ili waje ukupora, ili wakukate kolome. Mambo kama hayo yanaweza kaweza yakatokea, kwa sababu hawezi ukajua ni roho gani ambayo inakuja nyuma. Kwa hiyo sio vizuri kila mtu. Naposema kila mtu haijamaanisha kwamba hauwezi ukamwingiza mtu. Tuseme kwa mfano kuna wafanyakazi, umeme umekatika mwingine, lazima wafanyakazi wa umeme wanatakiwa kuingia ndani ya nyumba yako. Sio kwamba napenda mtu wa Loba ndio aje kulitengenezea utakesha. Watu wa Loba hawajakuwa wengi ambao wanajua mambo kama haya. Utakaa gizani hautapata. Kwa hiyo haya mambo mengine tusiyachukulie kwa namna hiyo, tu tunaangalia na tumie sasa busara. Na mtu anaweza akaingia ambao unajua kwamba huyu ana maadili mazuri, mambo mengine. Yaani ndio maana nikasema kama usimuingize kila mtu. Yaani kila mtu. Yaani kila mtu, sio kwamba wewe kuja tu. Haya mambo mimi huku niliyaelewa. Nilikuwa najiuliza sana wakati nilipokuja huku kwa mara ya kwanza. Bwana mzungu. Yaani nikasema hao jamaa wako namna gani? Maana unaweza ukaenda kwake kwa mfano kama hujaalikwa, kwa mfano kama hujaalikwa, atamaliza story huko mlangoni pale, auingie
hakika huingii. Yani sio linapigwa pale mlangoni na unamaliza bye 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 bye, kila mtu anarudi. Sema unaona hivyo sana, kwa nini asimuingize mtu amkaribishe ndani? Basi kwa kweli sio kwamba wao wanajua mambo ya kiroho, lakini nao pia wanajua kwamba sio kila mtu ambaye unatakiwa kuingiza ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo anapokuingiza ina maana kwamba kuna namna nyingine anakuamini, anajua kwamba uko sawa. Kwa hiyo tu watu ambao tuna mafikira kama haya. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba asingewaruhusu waingie ikiwa tabia zao, mwenendo ulikuwa ni mbaya, aidha ungekuwa wangemaliza vibaya, isingewezekana. Kipengele cha 4, kukutana kwa mara ya pili. Sasa Jokisabe atakutana kwa mara ya pili, kwa sababu tayari tumeshaona baadhi ambao tayari ameshakutana nao, ameshaongea nao. Ni akina nani waliokuwa wa kwanza kukutana na Jokisabe? Muiso na Senganepe. Sasa atakutana na wengine. Kitabu cha Kuduma Nemula sura yake 21 mstari wa 6 hadi 26. Muiso kaka wa Dale, ndio tulivyosema, Muiso kaka wa Dale alikuwa mmoja wa wanafunzi wawili waliokuwa na Jongwane, na ambaye alisikia maneno yake, alisikia maneno ya Jongwane alivyosema kuhusiana na Kristo, na ambao walikuwa wamenifuata mimi Jokisabe. Kwa hiyo ni Jokisabe ndio anaelezea hapa. Ni yeye aliyekutana na kaka yake Dali kwa mara ya kwanza, na akamwambia, kuna nukta mbili, sisi, kwa sababu tayari amekutana huko, wametoka sasa, watarejea. Utakosa kupiga stori ndugu zangu na wengine, utakosa kuongea na kaka yako aidha na watu wengine ambao unawafahamu. Sisi, akamwambia Dale, sasa sisi, kuna mabano, yani Senganepe na Muiso, yani wao wawili, tumempata. Sio kwamba tumemuona tu, yani tumempata. Ina maana walikuwa wanamtafuta, ina maana kwamba walikuwa wanamtarajia. Yuko wapi? Tumempata Jokisabe, kuna mabano, Masihi, mpakwa mafuta, Kristo. Dale ataongea sasa. Wakati mwenzako ameshawapona hiyo lazima alikuwa namna gani? Ni namna gani? Ni nini? Dale. Lakini mimi Dale nilikuwa kwenye mtumbwi mkubwa, ni wakati huu nikiwa nimetia nanga karibu na ufuo wa ziwa linaloitwa Mundende, ambao wataita Genezareti, mambo kama hayo ndani ya Biblia za kisasa, nikiwa pamoja na Lakisabe. Walikuwa na Lakisabe, wao walikuwa wavuvi, ndugu zangu. Kazi ambayo watu wengine wanaweza wakadharau, wewe ni mvuvi, hajaenda shuleni. Wao nafikiri kuvua ni kitu ambacho ni hivi, unatakiwa kuwa na shule kabisa ya namna gani kuvua. Unajua wakati gani ambao samaki wanapita, unajua ni majira gani. Unapokuwa ndani hauwezi ukajua kama haujui mambo ya kusoma hata nani nyota na sio kusoma nyota zaidi sana, unaweza ukapotea, hauwezi ukajua ni wapi umetokea, unaenda unarudi wapi. Unapokuwa ndani hivi, hakika inakuwa vigumu ndani ya maji, bahari zaidi sana, kujua kwamba ni wapi ambapo umetoka na unatakiwa kuelekea wapi, kwa sababu hakuna barabara ambayo inakatwa ndani ya maji ili kuona kwamba pita hapa, no, uende kulia, kushoto, no. Ni mambo ambayo kweli kweli walio wengi wanaweza wakadharau. Lakini akasema, nikiwa pamoja na Lakisabe ambaye miaka mamilioni ijayo hadithi yake itachukuliwa na kubadilishwa kwa niaba ya mhusika aliyebuniwa ambaye atajulikana kwa jina la Yohana, John na Munangada. Yani wote walikuwa kikosi wanavua, yani walikuwa ni timu. Hawa watatu wote walikuwa ni timu. Kabla hawajamjua Jokisabe kabisa, hawajakutana naye, wao walikuwa tu na utaratibu wa kuvua samaki. Walikuwa na umoja wao. Bwana twende, leo bwana nachoka. Unachoka namna gani bwana? Twende tu bwana, tutakula nini? Twende bwana. Mambo kama hayo. Ni marafiki, ni watu ambao walikuwa karibu. Na Munangada ambaye miaka kadhaa baadaye hadithi yake itachukuliwa na kubadilishwa kwa niaba ya mhusika aliyebuniwa ambaye atajulikana kwa jina la Yakobo, ndio Munangada. Washirika wangu wawili wa uvuvi. Yani hawa jamaa ndio ndugu zangu kabisa katika uvuvi. Tunapiga kabisa. Uvuvi unatakiwa kuwa na nguvu, ni mwanaume. Hakika sio kazi ambayo watu ambao hawali vizuri,
watu ambao ugali bado haujakaa vizuri kwamba wanaweza kufanya kazi, ni kazi ambayo inapeleka energy. Hapana mzaa. Hawa walikuwa washirika wangu wawili wa uvuvi, na Muwiso kaka yangu, kuna mabano, pamoja na Senganepe ambaye alituambia kuhusu Jokisabe. Hiki chote kikosi chote, wote walikuwa washirika, wote walikuwa wakivua wote, lakini hawa wawili kipindi hicho wao hawakuwa hiyo sehemu, walikuwa na Jongwani. Sasa wengine walikuwa huku kwenye mtumbu, na hapo wakati wa usiku wako pale, akaja Jokisabe. Alijua kwamba wako pale akaja Jokisabe ambaye alipanda mtumbwi wa Dare. Jokisabe akaja akapanda mtumbwi wa Dare. Wao hakuna kuuliza wewe ni nani bwana, wani unakuja kutuvamia bwana, ondoka bwana. Wengine acheni na mambo kama hayo. Hata kama mtu haujamjua, ni vema zaidi sana kuangalia namna gani kufanya hivi. Sasa kwa hiyo Jokisabe akapanda mtumbwi wa Dare. Mwezi wa ajabu ukaangaza mahali walipokuwa, na Jokisabe akawaambia kuna nukta mbili: sogeeni mbele kwenye maji mengi. Kisha akamwambia Dare, tupa wavu wako ili kuvua. Sisi ni maprofessional wa hii kazi. Huyu jamaa anakuja kutuambia mambo hayo. Dale alisema namna gani? Dale na Kisabe Munanganga walifadhaika ndani yao walipomwona Jokisabe. Kwa nini walifadhaika? Sio kwamba walikasirika, no. Ni nini kilichowafanya kwamba wafadhaika? Dale akamwambia, Muledi, tumefanya kazi mchana kutwa. Kwa sababu zamani sio kwamba wanamuita Muledi kwa sababu ameshawachagua kwamba ni wanafunzi wake, no. Yaani unapoona mtu ambaye ni wa heshima zaidi sana kwa namna hiyo, walikuwa na heshima ya kumuita kwa mfano mwalimu Muledi. Ilikuwa ni heshima hapa, haijakuwa Muledi kwamba mimi ni mwanafunzi wako. Hii Muledi hapa ni heshima tu, kama vile mtu anaweza kumwona mwanaume ambaye ana umri wa kaka yake anaweza kumuita kaka pia. Aidha ambaye ana umri wa dada anaweza kumuita dada. Ambaye ana namna ya mwalimu anamuita mwalimu. Ni mambo kama haya. Hichi ndio kitu ambacho kilikuwa. Dada akamwambia, Muledi, tumefanya kazi mchana kutwa tusipate kitu, no? Lakini kwa neno lako nitazitupa nyavu. Mnaanza kuona namna gani utii unaanza hapa. Hatujaongea naye, hatumjui zaidi sana, hatukumuuliza kwamba wewe ni nani bwana. Sisi kama gizi nilivyosema, sisi ndio kazi yetu. Mchana kutwa hatujapata hata chembe hata kidogo. Sasa wewe unakuja kutuambia kwamba tutupe namna gani? Naenda kule bwana, usitusumbue nawe pia. Hawakusema hilo, hawakuingia katika ufahamu. Nasema, lakini kwa sababu wewe umesema, basi tutafanya hivi. Walitupa, walipoitupa hiyo nyavu, wakapata samaki wengi, wakaujaza mtumbwi hata ukazama, lakini wakafika ufukweni. Ndipo Dale akamwambia Jokisabe, Muledi, jiondoe kutoka kwangu kwa sababu mimi ni mtu asiyeanzishwa. Aliogopa, sema Muledi, sogea huko. Mimi ni mtu asiyeanzishwa kwa sababu mimi nakuona, no, wewe ni wa tofauti. No, mimi ni mtu asiyeanzishwa. Lakini sisi angalia kwa wakati huo, mko na Muledi, unaweza kufanya mambo yako ya ajabu ajabu, lakini unapenda kusema Muledi, unasema we nini? Kwa kweli kabisa unasogelea mwalimu na unajua kwamba ni mambo haya ambayo umetoka kufanya, mambo ambayo ya ovyo ovyo ambayo. Lakini akasema mimi ni asianzishwa. Kwa hiyo nasi pia katika kipindi hicho tulikuwa wasioanzishwa, lakini tumekuwa wasioanzishwa leo nini. Ikiwa kina Dale anaongea hivi, naye pia alikuwa, wote ambao tumeongea hapa wote walikuwa wasioanzishwa kama sisi, lakini historia zao tunazisoma kwa wakati huu, jinsi walivyofanya kazi kulingana na ukweli, kwa upendo mmoja. Sasa ni nini ambacho nasi pia tunashindwa kukifanya kwa wakati huu? Tusiangalie kwamba ni wao kipindi na sisi kipindi hichi, tunaye wa pili
nasi pia. Pana kujizarau. Kwa maana alishikwa na hofu, ndio maana akasema hivi, yeye Lakisabe na Munanganda na Muwiso, kwa sababu ya uvuvi wa samaki waliofanya, haijawahi kutokea. Yani wao ni wavuvi kweli, kuna mara wanapata samaki, lakini walichokiona hawajawahi. Swali ni hili, Jokisebe alifanya nini? Je, aliwaita samaki kujeni? No. Hapana. Maana Jokisebe anajua ni muda gani, ni wakati gani samaki wanaweza wakawa hapa, wanaweza wakapita, wanaweza wakajaa. Msiniulizi mengine maswali, ni hivyo tu. Msiseme kwamba labda yeye ni mtu wa kiroho, atakuwa tu aliwakusanya tu kwa namna moja, imani hatujui tu ndio ili no. Sio kwa ufahamu huo hata kidogo. Wakakokota, imejaa, lakini mafundisho yameanza, mafundisho yameanza kwao. Ndipo Jokisebe akamwambia Dale na wale wengine, msiogope, si wabongo. Tangu sasa na kuendelea mtakuwa wavuvi wa watu. Mtakuwa wavuvi wa watu wasioanzishwa. Gisi mnavyofanya ndivyo nanyi pia mtafanya sasa, sio kwa samaki tena, bali sasa mtawavua watu wasioanzishwa. Ndio maana mnaelewa gisi mimi ninavyowaambia kila wakati, neno linakuongezea kile tayari ambacho uko nacho. Hivi ndio namaanisha, umeshakuwa na kitu fulani, neno linafanya hicho kitu kinakuwa professional, tuseme kwa namna hii, kwa namna ya ukweli. Wao walikuwa tayari na namna ya kuvua samaki, wanajua namna gani, wanajua namna gani kutega, kufanya hivi. Kutega inaweza kumaanisha nini? Wakati ambapo unapoongea unajua ni nini uongee na nini usiongee, nini ambacho kitawafanya hao waelewe hata mambo mengine. Yani hiyo ni tayari ni namna ya kuvua. Kwa ndio maana kile ambacho tayari wanakifanya neno linatumia kwamba sasa nyinyi tutafanya mabadiliko, hatutaona tena samaki, yaani watu ndio tutaona sasa. Baada ya kusikia maneno ya Jokisebe, tuliacha kila kitu na kumfuata. Hata samaki hawakubeba hivi. Wengine wanasema hata nichukua hata kangu kasangara kamoja niende nako, alafu tuende namfuata Jokisebe. No, hakuna swala la hilo. Yani waliacha kila kitu wakamfuata Jokisebe. Ndipo imeandikwa, wengine watakuwa pale sasa, hiyo samaki nani alikuja kuchukua? Hilo sio tatizo lako, haikuhusu. Wewe angalia kile ambacho walichokifanya, waliacha kila kitu wakamfuata Jokisebe, full stop. Kama kuna wengine ambao walikuja kuchukua, waliuza hizo mengine, awanga, hilo sio sio mafundisho hayo, ni kile ambacho wamekifuata, ndio jambo ambalo ni muhimu. Tondie Kabala atazungumza. Tondie Kabala ndio nani? Ndio wateta Filipo. Yeye pia ametokea wapi? Siku iliyofuata Jokisebe alitaka kwenda Tengiledi ambayo teta Galilaya, na alikutana nami Tondie Kabala ambayo teta Filipo. Kwa hiyo Jokisebe alikuwa katika mwendo wa kwenda Tengiledi ambayo teta Galilaya, na njiani akakutana na nani? Na Tondie Kabala ambayo teta Filipo. Katika miaka ambayo itakuja watabadilisha hadithi yake, watamwita Filipo. Aliniambia nifuate. Kwa hiyo anakutana na Tondie Kabala, akamuona na akamwambia kwamba nifuate. Na Tondie Kabala aseme nikufuate ndi wapi? Labda naenda kuniua hivi, wewe labda ni jambazi. Hakuna, yani napita direct, kwa sababu mledi anawajua tayari, anawafahamu, na anapoongea wao pia tayari direct, moja kwa moja wataelewa. Mimi Tondie Kabala nilikuwa mkazi wa Mbowa Jobishi, ambao teta Betesaida, wa kijiji cha Muwiso na Dale. Yes,
Okay. Kazi ipo. Naongea, wengine wanasingiza sauti zinapigia nini, asema Luba bo akasema hivi, mimi Tonje Kabala nilikuwa mkaazi wa Mboa Jobi, yani Betesaida, wa kijiji cha Muiso na Dale, yani walikuwa wote katika kijiji kimoja. Muiso, Dale, yeye Tonje Kabala, watu walikuwa katika kijiji kimoja, wanaishi pamoja katika kijiji hicho. Baadaye mimi Tonje Kabala nilikutana na Abea ambaye ndani ya Biblia za kisasa kwa miaka kadhaa watabadilisha jina lake, watamwita Nathanaeli. Nami nikamwambia tumempata maneno ni yale yale, tumempata mmoja wa watakasaji wawili wa sawa, ambaye Busi aliandika kumuhusu katika sheria na ambaye Batopedamudi manabii walimzungumzia. Tumemkuta, tumempata. Umempata yeye alikuwa anasema kwamba amejificha. Wanajua namna gani wanatumia maneno. Ndio maana kipengele cha 5 ufunuo ndio kipengele cha mwisho. Abea ataongea. Mimi Abea nilimjibu Tonje Kabala na kusema, je, mtu wa namna hiyo anaweza kuja wakati huu? Mnaona gisi dunia ilivyokuwa. Hiyo sehemu ambayo unasema wewe, si unaona gisi wakazi walivyo? Mambo ambayo wanayoyafanya ni ya ovyo ovyo, hayako sawa. Hivi katika nyakati hizi kwelikweli kunaweza ukaja mtu wa namna hiyo ambaye tunamtarajia aje kwa wakati, kwa hii vurugu ambayo tunaiona kweli? Ndio kipindi hiki ambacho tupo, mzaliwa wa pili anakuja, ndio nani tena huyo? Alikuwa wapi pale kote? Ndio watu wanauliza, kwa nini wakati huu ndio wanakoja? Sasa kwa nini mababu zetu watu walifariki hawakujua ukweli? Walikuwa nasubiri nini? Unafungua mdomo hivi unasema halafu to nani? Abea akasema sio kwamba anakataa, hapana. Akajuza hata wewe Tonje Kabala, unaona, unajua hicho kijiji, unajua namna gani mambo yalivyo, unajua watu gisi walivyo. Hivi kweli kweli kitu ambacho cha namna, yani mtu wa namna hiyo kweli anaweza katokea wakati huo kweli? Hicho ndio kitu ambacho Abea alimuuliza. Kisha Tonje Kabala kanijibu na kusema ya ene njo uone. Kama unasema kwamba unajiuliza, je, wakati kuja na wewe mwenyewe uone kwa macho yako. Joki Sabe aliponiona mimi Abea nikija kwake, alisema kunihusu. Kuna nukta mbili hapa. Kweli kuna aliyeanzishwa watumbwani bila, kwani ndani yake hamna udanganyifu, hamna ila. Alipomwona Abea akasema, angalia huyu aliyeanzishwa huyu, ndani mwake yaani hana mambo yuko hivi, amenyooka, ni mtu ambaye ameanzishwa. Amejua namna gani? Joki Sabe amejua namna gani? Ni Joki Sabe ni mwalimu. Ndio maana unaweza ukaja, mimi Loba nampenda Loba, utukufu wa Loba ni sawa. Muledi anajua kwamba kwa kweli si jana aliongea. Najua, tunajua ni nani ambaye anaamini na asiamini. Hata useme Loba Loba Loba, lakini wanajua kweli kweli kama Loba unayoisema inatoka kweli kweli katika ufahamu ambao ni mzuri. Wanajua. Wale wanaoigiza katika ukweli huu, Muledi anajua. Lakini hata kuja kuambia, wewe unaigiza, ondoka, hawatasikia. Itafika wakati wewe mwenyewe tu piu. Mimi nawaambia, ukiingia katika ukweli katika lengo tofauti utakasa, ukatae. Labda upate neema na ukubali kwamba mimi kwa kweli lengo langu lilikuwa mbaya, lilikuwa hili, lakini kwa kweli mimi nashukuru neno na hivi na hivi. Hapo unaweza kupata neema, sasa njoo ukasonga. Lakini vinginevyo utaondoka. Ni swala la muda. Hata wewe miaka 10-20 utaondoka tu katika ukweli. Na baadaye sasa njoo utaingia katika zana nyingine ya kuongea mambo ambayo si mazuri. Angalia wale wako pale tu ni pesa, au wanafanya hivi. Mambo kama hayo mtayasikia kwa watu, kwa sababu waliingia katika namna hii. Utakuta mtu anaingia kwa sababu yeye anaona kwamba ana hela mfukoni, mfano anapoambiwa kwamba kuna hili kuhusiana na mzalio wa pesa, wanakuja kuchukua za kwangu. Ndio maana una pesa gani? Kila kitu ambacho tulicho nacho chote
ni cha wa kwanza na wa pili, vyote vimo ndani. Hata wewe mwenyewe ni mzaliwa wa pili. Hata wote ambao wanatenda dhambi wote wanapatikana ndani ya mzaliwa wa kwanza na wa pili. Sasa mimi simtaki, ondoka. Sio kutoka kuondoka ndani ya neno, uondoke ndani ya wa kwanza na wa pili. Itawezekana? Hawezi. Mimi simpendi Loba. Huyu Loba wenu ndio nani? Jinsi unavyosema Loba wenu ndio nani? Wewe uko ndani. Wewe uko ndani. Leo Beloge amenivamia kweli kweli leo. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo kila wakati. Ina wakati ambapo utaondoka tu. Ita wakati ambapo wewe mwenyewe unasema sioni tena raha yangu au mengine. Ndio maana mtu anaweza kaja, yaani ni kondoo kabisa, mimi nampenda Loba na nini, kumbe kajamaa jicho lingine linaangalia sehemu, nampenda Loba na kumbe naangalia kuna dada yuko pale mzuri, anaangalia pale naona kuna kaka mzuri, akimpata tu pop huyu anaondoka, akimkosa tu ataondoka na matusi tu ni mfano. Mambo yanatokea. Nyinyi angalisho ndugu zangu. Tukufu kwa Loba. Yes, tukufu kwa Loba ni kweli. Lakini kweli ndani ya mtima wako. Hii neno la mtima mimi nalipenda sana. Kwa hiyo Joksabe alimuona Abea, akamwambia akasema huyu kwa kweli huyu ni mtu ambaye ameanzishwa tumboni bila. Kwa sababu ndani yake hakuna hila kabisa, hakuna udanganyifu wowote. Sasa nani Abea atasema mimi, unanijuaje? Kutoka wapi? Umenijua kutoka wapi? Kwa sababu ni mara ya kwanza hajawahi kumuona. Sasa imekuwa namna gani unaanza kuniongelea kwamba huyu yuko hivi? Mimi umenijua namna gani? Nilimjibu mimi Abea Joksabe akaniambia kabla Tondi Ekabala hajakuita, ulipokuwa chini ya Bwangolo, yani mti wa mwembe, nilikuona. Sasa basi. Kabla Tondi Ekabala, yani anamuonyesha na sehemu ambayo yeye alikuwa. Tondi Ekabala akaja kukuambia mimi, kabla yeye Tondi Ekabala hajaja kukuambia mimi nilikuona tayari ulikuwa chini ya mti wa mwembe. Utakataa? Alikuwa na kamera, alikuwa na didi, angalia aliona namna gani. Sasa wakati alipoona hivyo, kisha mimi Abea kwa mshangao nikajibu na kusema Muledi, wewe ni mmoja wa wana wa Tetee. Wewe ni mmoja wa wana wa Tetee. Kwa nini amesema hivi? Ndani ya Biblia kisasa tunasema kwamba wakati Yesu alipokuwa na wanafunzi wake akaanza kuuliza, mimi ni nani? Petro akasimama, wewe ni mwana wa Mungu, bla bla bla. Yesu akasema, umebarikiwa wewe Petro. Wewe unaitwa Petro, na juu ya mwamba nitalijenga kanisa. Haleluya, amena. Huyu Abea alikuwa tayari ameshamjua, ameshaongea pale kwamba wewe ni mwana wa Tetee. Kabla hata dale baadaye huku hajaongea haya mambo, yeye tayari. Kwa nini huyu Yesu wenu hakumwambia Nathanaeli kwamba wewe juu ya Nathanaeli nitajenga kanisa? Kwa nini? Kwa hiyo hilo jambo lilitendeka hivyo. Huo ndio ufunuo ambao Abea aliutoa. Hakusema kwamba wewe ni mmoja wa wana wa Loba. Angesema hivyo ni sawa tu, lakini amepanda kiwango, akasema wewe ni mmoja wa wana wa Tetee. Joksabe akalijibu, umebarikiwa. Mzaliwa pia anakuambia unabarikiwa, wewe mzaliwa wa kwanza anakuambia umebarikiwa. Hakika umebarikiwa. Sio hizi baraka ambazo mkuje mwende na amani ya Bwana mbarikiwe. Huu ni uchafu, sio, hakuna baraka hapo. Bwana awe nanyi, aende nanyi pia. Uongo mtupu. Hakuna chochote ambacho kinatendeka. Joksabe akanijibu, umebarikiwa kwa maana umepenya maono ya kiroho yanayotokana na agizo kula vitu. Umepenya. Na kwa sababu nilikuambia kwamba nilikuona chini ya mti wa mwembe, unaamini. Utaona matukio makubwa ya kiroho. Joksabe, utaona matukio makubwa ya kiroho.
Kwa mkupo mmoja tu mwenzenu ameshapata baraka na nini kila kitu, na sisi tuko pale tu nenda kurudi, tunaingia katika nani mikutano, hakuna hata siku moja tunaambiwa hii nini ambacho kinatufunga. Wow. Akasema tena, katika ukweli sasa macho ya roho zenu yatafunguliwa na mtaona roho za agizo kula vitu zikiingilia kati katika hali inayoonekana. Sio mtu ambaye anaamua kwamba mimi napenda kumwona roho agizo kula vitu. No, wewe unapopenda kumwona roho agizo kula vitu ni sawa. Je, yeye roho anapenda akuone? Roho anapenda akuone? Amekupenda kuona Mutatedi ni sawa. Je, Mutatedi anakubali, anafurahi kwamba anapenda kuona? Hizo ndio swali ambazo tunatakiwa kujiuliza kila wakati. Kwa hiyo hizi ni contact ambazo Jokisabedi alikuwa nazo kuanza kuwaweka wanafunzi wake wa kwanza kukutana nao. Majina yote mumeyaona, ingawa tukumalizia, kwa maana mafundisho labda neno likiruhusu kwa wakati mwingine tutaenda kuongezea mengine na mengine. Kwa hiyo nikupenda kuonyesha kwamba Jokisabedi alipokuja tayari alikuwa ameshajua ni nani watakao kuwa mitume wake. Hilo mnielewa vizuri. Kabla hata hawajazaliwa tayari alikuwa ameshawajua. Na sisi ambao tuko hapa tuko katika kipindi cha mzaliwa wa pili. Ikitokea kwamba neno ikiruhusu kwamba atachagua mitume, tayari amewajua tangu yeye hajaji ni akina nani. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi sijui, ni wale ni wengine ambao wanafanya hivi. No, neno aliangalia lugha, neno aliangalia uso wa mtu, neno linaangalia utii wa mtu, matendo yako namna gani. Hilo tu, sababu hakuna mpaka kuhusiana na neno. Neno halina kusema kwamba mimi sizungumzi lugha, kwa hiyo itakuwa ni vigumu. No, kama neno limeruhusu kwamba ukweli huu umekuja katika lugha ya Kifaransa, lakini kwa sasa hivi wapendwa wamesikiliza katika lugha ya Kiswahili na wanabarikiwa na haya na wanabadilisha mwenendo wao na wanaendelea vizuri, huu ni muujiza tosha wa ajabu tena ambao watu walio wengi hawawezi wakauona. Hii nawaambia, kitendo tu cha kutafsiri mafundisho kutoka katika lugha hii ya Kifaransa kuingiza mkiswahili na wapendwa wakasikiliza na wakakubali na kawaacha mambo yao mabaya, wanaendelea kufanya mema, ni muujiza. Wale wanaosubiri muujiza wa viwete watembee, mnaweza mkasubiri tu, haina shida, lakini sisi wengine tumeshaona tayari miujiza ambayo inaendelea. Kwa hiyo kila mmoja ni namna yake anavyoona. Mimi huu kwangu ni muujiza wa hali ya juu, kwa sababu sio kwa uweza wa mtu, bali ni uweza wa neno lenyewe. Tuko kipindi kizuri sana. Katika kipindi hiki ni kipindi ambacho tunaye mzaliwa wa pili. Ila walio wengi ufahamu huo, nasema kila mara, bado hawajaupenya hata kidogo. Haya mambo ambayo tumeyasoma ni kuhusiana na wale wa kipindi hicho cha Jokisabedi. Sasa ni sisi sasa ndio ma actors tuwe tukasema sisi ni wakati wetu sasa. Na sisi ni wakati gani ambapo nawe pia utasema ulikuwa wapi? Ulikuwa chini ya mti wa papai wakati ambapo uliposikia ukweli? Hicho ndio kitu ambacho na wewe lazima uangalie. Ulikuwa katika mazingira yapi uliposikia kwa mara ya kwanza kuhusiana na ukweli? Na wakati uliposikia ulisema nini? Uliguna? Ulisema ndio nani huyo? Ni nini kilikuwa kitu cha kwanza wewe kuongea wakati uliposikia ukweli? Na wakati ulipokubali, furaha yako ambayo ulikuwa nayo tangu mwanzo, je, ndio hii ambayo uko nayo kwa wakati huu? Ndio swali ambazo ni nzuri. Kama sivyo, rudia pale ambapo unajua kwamba ndio nimeangukia, aidha ile furaha imetoweka. Nendo kachukua hiyo furaha, ipo tu, rejea hapo tu na uilete. Sasa utaileta kwa namna gani? Kwa sababu wakati mwingine huwa tunatoka sana, mara tuko hapa tunaenda huku, jamaa tunafungua milango ya kutosha. Sasa baadaye tunashindwa sasa kuendelea kulingana na kile ambacho tunatakiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mafundisho hayo kuhusiana na namna gani Jokisabedi alivyokutana kwa mara ya kwanza kabisa na mitume wake
kwa sababu sio kwamba wote walikuwa sehemu moja hapo akawakuta wote 13 wote pamoja. Hapana, ilikuwa katika wakati mbalimbali, nyakati tofauti tofauti. Kwa hiyo Luba kupitia neno lake anaendelea kujitukuza, na baada ya wimbo kama kawaida